Kipindi cha kwanza kimemalizika kwa Young Africans kuwa na uongozi wa goli moja. Mchezo umeanza vizuri, ilikuwa vuta ni kuvute. Mwisho wa siku dakika ya 32 bonge moja la cross kutoka kwa Shadrack Isaka Boka ambaye ndiye ametoa assist, na Peter Sharulile kipenda mwite Shashamani ameweza kuweka wavuni goli lake la kwanza kwenye ligi ya Tanzania, kwa maana kwamba Ngao ya Jamii ndio ufunguzi wa ligi na Shashamani ameanza kuingia kambani kwa mara ya kwanza. Lakini licha ya hivyo dakika ya 49 amekosa goli na goalkeeper. Bila shaka mpaka wakati huu tulikuwa tunazungumza kwamba Young Africans anaongoza 2, lakini pia Shashamani amefunga magoli mawili kipindi cha kwanza. Bila shaka kama Simba Sports ataingia tena uwanjani kipindi cha pili kama walivyokuwa kipindi hiki cha kwanza, tunaweza kushuhudia magoli mengine yakiingia, lakini kama watabadilisha pengine tunaweza kushuhudia jambo jingine jipya kwenye mchezo huu mkubwa, mchezo ambao umebeba hisia za walio wengi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Bila shaka ni dabi nzuri kwa wanayanga mpaka wakati huu wanaongozwa goli moja, lakini pia wameukamata mchezo kweli kweli. Kiukweli kabisa kama wataendelea kucheza hivi, basi Engineer apewe makofi yake kuelekea msimu ujao, manake itajanyasa sana watu pale katikati. Kidogo Mdasiri hana utulivu wa hali ya juu, lakini Mdasiri akiongeza utulivu basi tutashuhudia mengi makubwa. Lakini sajili mbili Kangwanda pamoja na Sharulile, hapo Engineer kafanya vizuri kweli kweli. Wachezaji hawa wameonyesha kuwa mwiba kwenye safu ya ulinzi ya Simba Sports, ambako ni safu ya ushambuliaji ya Young Africans. Mpaka wakati huu hali ni tete kwa wana Simba, wametoka kichwa chini kipindi hiki cha kwanza, lakini Young Africans wametoka wakiwa kifua mbele katika kipindi hiki. Ni vyema kabisa kwa wana Young Africans kuongeza utulivu zaidi ili wasije wakarudishiwa, manake ni kwamba itakuwa ni aibu kubwa kweli kweli. Ngao ya Jamii iliyopita walipoteza mbele ya mnyama, na kama watapoteza tena ngao hii itakuwa ni aibu, na sijui watawaambia nini mashabiki zao. Lakini kazi kwa wekundu wa Msimbazi, viongozi watakuwa na kazi kweli kweli. Kumbuka jana tu Young Africans wamemngoa mshambuliaji wa klabu hiyo Selemani Mwalimu, na mpaka wakati huu pale namba 9 tunamuona Bwana Osmani, wana Ibrahim Dumbia, lakini wenyewe wanamuita aka Osmani ndio yupo pale mbele, na kiukweli mpaka wakati huu hajulikani nini anafanya. Bila shaka watakuwa na jibu la kuwajibu mashabiki wao kwa nini wamemwacha Selemani Mwalimu na ili hali Dumbia haja click bado katika klabu yao ya Simba Sports. Mpaka wakati huu hali ndivyo ilivyo. Ni kipindi cha kwanza, bado tunasubiria kipindi cha pili nini kitajiri. Lakini mwanafamilia wa Sauti ya Dunia TV, weka comment yako hapo na maoni gani. Lakini pia nikukumbushe sasa kusubscribe, kulike, kushare ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa rahisi zaidi hapa kwenye channel ya kupendwa ya Sauti ya Dunia TV. Lakini pia kwa habari zingine mbalimbali za siasa, burudani na matukio mengine mbalimbali, basi endelea kufuatilia channel ya kupendwa Sauti ya Dunia kwa habari kem.